Katika kuadhimisha mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya jamii na taifa, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA tarehe 8 Machi mwaka 2026 iliungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Maadhimisho hayo yalifanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, yakikusanya viongozi mbalimbali wa mamlaka, wafanyakazi pamoja na wadau tofauti kwa lengo la kutambua na kuhamasisha mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya taifa. Siku ya wanawake duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Machi, ikiwa ni fursa ya kutambua mchango wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na katika maadhimisho haya, viongozi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA walisisitiza umuhimu wa kuendelea kuwawezesha wanawake ili kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taasisi na taifa kwa ujumla. Na kama sehemu ya maadhimisho hayo, mtaalamu na mwelimishaji wa elimu ya fedha Oswald Urassa alialikwa kutoa mada maalum kwa wanawake wa TRA. Na katika mada yake, alisisitiza umuhimu wa nidhamu ya kifedha kwa watumishi wa umma. Ni watu wachache sana ambao wanatengenezaga budget ya kusema kwamba nataka nitumie fedha zangu hivi na hivi na hivi. Ukitengeneza budget, unaagiza pesa yako iende kule unakotaka. Na pia aliweza kuwahimiza wanawake wa TRA kuwa na matumizi sahihi ya fedha pamoja na kuwekeza kwa ajili ya maisha ya baadaye, ikiwemo uwekezaji katika masoko ya mitaji na hati fungani ili kujiandaa vyema na maisha ya kustaafu. Lakini pia hati fungani za serikali kuu zinazotolewa na benki kuu, ukiwekeza Januari mpaka Juni, una cash flow Januari mpaka Disemba. Kwa hiyo kwa sababu ya Januari, ya pili yake ni Julai, ya Februari ni August, ya March September, ya April ni Oktoba, ya Mei ni November na ya June Disemba. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa rasilimali na utawala bora TRA, naibu mkurugenzi Nahoda Pandu alielezea historia ya siku ya wanawake duniani na umuhimu wake katika kuhamasisha usawa wa kijinsia. Kama ambavyo tunafahamu wengi wetu, siku ya wanawake duniani ilianza mwanzoni mwa karne ya 20 ikichagizwa na harakati za wanawake waliopigania haki sawa kazini, ujira stahiki, mazingira bora ya kazi na ushiriki katika maamuzi ya kijamii na kisiasa. Mwaka 1975 Umoja wa Mataifa ulitambua rasmi tarehe 8 Machi ya kila mwaka kama siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Hii ni kuadhimisha mafanikio ya wanawake na kuendelea kuhimiza usawa wa kijinsia duniani. Lakini anaendelea kwa kusema TRA imekuwa ikiadhimisha siku hii kwa kufanya shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuanzisha jukwaa la wanawake na kodi linalolenga kutoa elimu kwa walipa kodi kwa lugha rahisi ili kuongeza uelewa wa masuala ya kodi kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya TRA tumekuwa tukitumia siku hii sio tu kama maadhimisho, bali kama jukwaa la kujitathmini, kuhamasishana, kuimarisha nafasi ya mwanamke katika utumishi wa umma. Miaka ya nyuma tumekuwa tukiadhimisha siku hii kwa kufanya matukio mbalimbali, ikiwemo kutoa misaada kwa watu wenye uhitaji maalum, ikiwa ni ishara ya kurudisha shukrani kwa jamii inayotuzunguka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa fedha, Kamishna Mkuu aliridhia Mamlaka ya Mapato Tanzania kuadhimisha sherehe za wanawake duniani kwa namna tofauti, ambapo tarehe 6 Machi tulikuwa na zoezi la uzinduzi wa jukwaa la wanawake ambalo lilijumuisha wanawake wajasiriamali zaidi ya 1000. Katika jukwaa hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambalo Kamishna Mkuu alizindua, liliweza kuwawezesha wanawake, kuwapa elimu ya kodi, elimu ya biashara, pamoja na kuwasaidia kutatua changamoto ambazo zinawakabili. Lakini katika jukwaa hilo pia Kamishna Mkuu alipata nafasi ya kusikiliza kero za wanawake wajasiriamali, na hapo aliweza kutoa ufumbuzi wa baadhi ya matatizo yao yanayohusu kodi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ikiwa ni mwendelezo wa maadhimisho ya siku hii ya wanawake duniani, tarehe 7 pia Mamlaka ya Mapato Tanzania ilifanikiwa kutoa vifaa tiba kwa uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Vifaa tiba hivyo vilijumuisha wheelchair 100 pamoja na hospital screen ambazo zilikabidhiwa kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam
Mheshimiwa Albert Chalamila ambaye aliwakilishwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo. Vifaa hivyo. Na kwa upande wa wanawake wa TRA, mkurugenzi wa fedha wa taasisi hiyo Dina Edward alitoa salamu akiwakilisha wanawake wote wa mamlaka ya TRA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wanawake wa TRA wa Dar es Salaam, ninaomba kuchukua nafasi hii kuwasilisha salamu zao kwako. Amesema kwamba maadhimisho hayo ni fursa ya kuwapongeza wanawake wa TRA kwa mchango wao mkubwa katika utendaji wa majukumu yao ya kila siku. Hivyo tunapoadhimisha siku hii, tunatambua, kuthamini na kusherehekea mchango wa wanawake hao ndani ya taasisi katika kukuza uchumi na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia taaluma, weledi na uadilifu wa wanawake hao wa TRA, wamekuwa sehemu muhimu katika kuongeza ufanisi wa TRA. Hakika tunajivunia kwa hilo na tunaamini tuna fursa ya kufanya vizuri zaidi siku za mbeleni kadiri mazingira ya kazi yatakavyoendelea kuwa wezeshi. Lakini pia aliomba mamlaka kuendelea kufungua milango ya fursa kwa wanawake, ikiwemo mafunzo ya uongozi na utawala bora ili kuwaimarisha zaidi katika utendaji wao. Tunahitaji kuwa na mazingira ambayo ni rafiki zaidi yatakayomwezesha mwanamke kufikia uwezo wake kwa ukamilifu. Kwa muktadha huo, tunaomba yafuatayo yaweze kuendelea kufanyiwa kazi. Mosi, kuendelea kujenga uwezo kwa watumishi wa wanawake wa TRA kupitia mafunzo yaliyojikita katika nyanja mbalimbali ikiwemo eneo la uongozi, na hatimaye kuongeza idadi ya wanawake wabobezi ndani ya TRA. Pili, kuwa na mkakati maalum wa kuongeza idadi ya wanawake kwenye ngazi za maamuzi na hatimaye kuimarisha uwiano wa watumishi wa kiume na wale wa kike walio katika ngazi za maamuzi. Hii itaendelea kuimarisha uwezo wa TRA kuwa na maamuzi mseto yanayoakisi muono mpana zaidi unaojumuisha jinsia tofauti, na hivyo kuweza kufikiwa kwa maamuzi jumuishi yenye lengo la kuongeza ufanisi. Tatu, kuendelea kuweka mazingira rafiki yanayowezesha wanawake kutekeleza majukumu yao ya msingi ya kifamilia, kijamii kwa ukamilifu, huku wakiendelea kutimiza wajibu wa majukumu yao kikazi kwa ufanisi. Hii itawezesha kufikia uwezo wao kamili katika utendaji wao na kuwa na jamii yenye malezi bora na stahiki kwa mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili tunalijenga kwenye msingi ya kuwa jamii bora ni ile ambayo inapata malezi bora, na sehemu kubwa ya malezi bora hayo yanatoka kwa sisi kina mama ambao tuko katika kusanyiko hili. Kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Mwenda alisema mamlaka inaendelea kuwaweka wanawake mstari wa mbele katika kuimarisha vyanzo vya mapato ya serikali. Naomba nikuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kauli ya haki na usawa kwa wanawake na wasichana ndio msingi jumuishi wa dira ya 2050. Sisi TRA tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyowezesha wanawake, ukiwemo wewe ni uwezeshaji wake, wakiwamo wengi ni uwezeshaji wake, na sisi tutasimamia haki na usawa katika kuwawezesha wanawake. Na tumekuwa tukifanya hivyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna kanuni za utumishi wa mamlaka za mwaka 2009 na marejeo yake 2019. Kanuni hizi zinatambua haki za wanawake
moja ya haki zinazotambuliwa ni pamoja na wanawake wenye haki ya kwenda kujifungua, kupata likizo ya kwenda kujifungua. Lakini pia aliongeza kwa kusema TRA inapanga kuwatumia wanawake wote kama mabalozi wa kuhamasisha wananchi wanaofanya biashara mtandaoni kujisajili rasmi katika mfumo wa kodi. Wapo baadhi ya walipa kodi wachache, sidhani kama wanawake wapo, ambao na wao wanajiengage kwenye vitendo vya kukwepa kodi. Na moja ya maeneo ambayo yanatumika na watu wengi na wanawake wachache ni kufanya online business bila kujiregister na TRA. Tumeweka utaratibu mzuri wa kuwawezesha, na tutawatumia wanawake hawa ili wahamasishe urahisi wa wao kuweza kujiregister na kutambulika na kuweza kupanua biashara zao. Kwa hiyo hii ni moja ya fomu ambayo tukiitumia itatusaidia sana. Lakini pia ameendelea kuwahimiza wanawake wote kushiriki kikamilifu katika kufanikisha malengo ya maendeleo ya taifa. Endeleeni kuwa chachu ya mabadiliko na nguvu ya maendeleo ndani ya TRA na taifa kwa ujumla. Na wasihi muendelee kuwa mabalozi wa maadili mema kama wengi wenu mlivyo. Muwe na nidhamu ya kazi na huduma bora kwa walipa kodi. Kupitia mwenendo wenu mnaijenga TRA ionekane ni taasisi ya wananchi na ipo kuwezesha biashara za wanawake. Na mgeni rasmi katika tukio hilo alikuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Natu Mwamba, ambaye alisema wanawake wana uwezo mkubwa sana katika utendaji wa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo wanawake tupo na tunaweza sana. Napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wanawake wote wa TRA kwa mchango wenu mkubwa katika kusimamia na kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali ambayo ndio muhimili wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa letu. Alisisitiza kuwa wanawake wa TRA ni nguzo muhimu sana katika kusanyaji wa mapato ya serikali na wanapaswa kuendelea kuonesha uwezo wao katika kuchangia maendeleo ya taifa. Bado tutaendelea kuwapa nafasi wanawake wenye sifa kwa kuzingatia miongozo ya utumishi wa umma. Sote tunatambua kuwa wanawake ni jeshi kubwa. Hivyo basi, hata kuadhimisha siku ya wanawake duniani, napenda kutoa wito kwenu nyote kuendelea kuwa walinzi wa taswira nzuri ya mamlaka ya mapato kwa kuwa vinara wa uadilifu, uweledi, uwajibikaji na uaminifu katika kutekeleza majukumu ya utumishi wa umma ndani ya mamlaka. Tusimame kidete katika hili ili tulete mabadiliko katika jamii yetu na kuiwezesha TRA kutimiza malengo yake ya ukusanyaji wa kodi kwa maendeleo ya taifa letu, huku tukiunga mkono juhudi za kiongozi na rais wetu ambaye ni mwanamke jemedari, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama sehemu ya kutambua mchango wa viongozi na watumishi wa TRA, tuzo na zawadi mbalimbali zilitolewa kwa wale walioonyesha utendaji bora katika majukumu yao. Maadhimisho haya yameendelea kudhihirisha dhamira ya Mamlaka Mapato Tanzania TRA ya kuwawezesha wanawake wote kuimarisha ushiriki wao katika maendeleo ya taasisi na hatimaye kuchangia ustawi wa taifa. Wanawake wakiwa na nafasi, uwezo na fursa wanaendelea kuwa nguvu muhimu sana katika kujenga uchumi imara na mustakabali bora wa Tanzania. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu 2026 ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050.